bwana, watu waliosoma wana kazi sana. Sasa hapo ustari uno hapa, itabidi nimtafute wewe jamaa ili apikae kipande hiki anieleweshe vizuri, baada sielewi kusoma mtihani. Tufanye kazi sana. Usanii kazi jamani, usanii kazi. Wasile nimeshafika tayari. Basi poa, kwanza nitafuta kucheki. Poa. Poa. Brother vipi? Kawaida vipi? Safi sana. Vipi? Fresh. Kama kawaida? Fresh kabisa. Ndio. Mimi ndo naingia hiyo. Natoka mjini? Umetukuta kwa kweli hapo. Kama wewe kwanza nifike home hapo kwanza nikakuletea food. Haina shida. Karibu sana. Haya poa, pamoja. Haina shida. Sasa huyu jamaa huyo mimi najua. Sasa hii simu hii, sisi watu wa vijijini hatujawahi kutumia vitu kama hivi. Sasa hii hapa hii itabidi nimpelekee mapema sana kabla hajawahi kwenda kituoni, maana mwisho kwenda kituoni nikaja kuingia kwenye matatizo. Na hapa huyu moja kwa moja amefikia breki kwangu mimi, atajua tu kwamba simu hii ameangushia hapa hapa. Ujambo? Marhaba. Dada yako ameenda? Au umesikia? Nenda kwanza mfuate kwanza. Kwa sababu mimi nimefika, wewe mfuate. Nenda. Itakuwa nilipokutana na Bwana Maksudi pale ndo nimeamsha. Kwanza mimi nashukuru sana kwa sababu vijana wachache sana ambao wanaweza kuokota kitu na wakarudisha. Kwa moyo wako nimeupenda sana, na siwezi kukufunga kwa sababu wewe umeokota, hujaiba. Nashukuru sana. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi, mimi nashukuru sana. Kwa hiyo mimi nashukuru. Asante sana bro. Sawa. Ningefungwa mimi nisichokijua.
Shukuru sana Mungu. Asante sana bro. Haya sawa, safari njema. Haya na kwako bwana. Haya. Mtu ana maisha gani? Simu ameokota na bado anakuja kuomba msamaha. Hiyo ndo tukue nani kule kwa Madiba kule. Hizo ndio wanafanya kitu ambacho na nani au vipi? Yaani waje mchafuka kinyama. Afu mama anagoma mno. Uwanja na mlango. Waje. Niambie. Nipangilie sasa. Kwa hiyo unataka kuniambia wewe nikija mchongo utaka. Basi poa. Sikia sasa. Acha mimi nikampange sister kusudi kwamba nikija hapo kila kitu kiwe sawa. Tukija tutapangilia kila kitu hapo hapo. Poa. Hilo halina shida kaka. Mimi natimba sio muda hapo. Poa. Mchongo sasa. Kwanza kutoka hapo. Sasa dada. Mimi hapa kuna kazi inabidi nitaifanya. Lakini nje ya nyumbani hapa. Inabidi nisafiri kidogo. Yaani miezi 2 au 3 tutakuwa inshallah. Hapa sehemu moja hivi. Hapa kijiji kimoja Mandiwa. Maana kuna rafiki yangu amenipigia simu kule kuna kazi ya kuifanya. Kwa hiyo ndani ya miezi 2 au 3 inshallah. Ndio. Basi asante dada. Mungu ajiandae kusudi nani ili ipate kuelekea. Asante dada. Genge linateketea kweli. Hatuna hata muda wa bure. Yaani kila kitu sasa kinapotea, utajiri huo. Mchongo kweli. Karibu ndugu yangu, mambo vipi? Poa. Shwari, kuhudumia nini? Vitunguu.
Fresh, toa basi simbi yenyewe. Sasa dogo anakujaje gengeni una hela? Mbona niletea uchawi? Hebu potea bwana, afu mimi asubuhi siwezi kukopesha. Hapana. Hii pamezidi kwa asubuhi ndio. Wewe nenda tu. Wewe nenda tu. Mtoto wa chai kweli. Ana asubuhi anaanza kukopeshana mpaka kitunguu. Soboni. Ya. Ndio ndio mwacha bwana sitakwenda. Bwana hiyo. Naam. Vipi? Fresh mambo vipi? Safi, amani kabisa. Kawaida ndugu yangu. Nyanya zipo hapa. Ndugu yangu, toka lini kauza nyanya hapa? Mbona tunasalamuliana? Alafu asubuhi anakuja dogo anakuja kukopa kitunguu. Hata sijafungua na wewe unaniletea mchao unaulizia nyanya kuna genge la nyanya hapa. Karote hili unashindwa hata nyanya. Kaka. Hebu tuheshimiane. Mimi sina nyanya. Nani unaye? Bro vipi? Fresh mambo vipi? Kama kawaida. Amani kabisa niambie. Safi. Bwana. Naam. Nyumbani amani kabisa. Nyumbani amani kidogo. Karibu ndugu yangu, hii ndo duka la Sina Ndugu. Sina Ndugu? Yeah. Haya. Hapo mimi nipe vocha. Vocha. Ya aina gani vocha? Nipe vocha ya Tigo. Tigo. Unazingua bwana, fanya mpango wa nyanya. Wewe nyanya zimejaa saizi useme. Ndugu yangu hapa, asante sana. Karibu tena. Alhamdulillah bila alamin. Ya, karibu sana. Bwana hapo ndo umenichanganya kweli. Kama una hela acha porojo ndugu yangu. Unauliza nyanya kwenye genge la ambazo sio la nyanya ili ndugu yangu. Samaki hapo, samaki gani hapo? Hapa zaidi ya maharage hamna samaki. Maharage yenyewe bei gani? Maharage 3400. Hapa kama una hela tembea. Mimi kutoshana na wateja sitaki kabisa hii asubuhi. So unaingia una hela unauliza kitu ambacho hakipo. Hapo sasa hivi utasikia mabilinganya yapo. Nitakutoa bao. Hapa hili duka la Sina Ndugu. Hapo ngere kweli hapa. Samaragi nianze kuweka saizi jikoni hadi kumaliza hadi kuiva si saa 10. Hakika. Ndo maisha ya ndugu yangu. Tena unapiga bajeti kabisa. Mchana na jioni mpaka kesho asubuhi. Au hujaoa? Pamoja hata kama si. Ndio tatizo hilo ndugu yangu, onja. Lakini nifikirie, mimi hata nifanye mambo mengine huku. Fresh. Sasa unasikia? Oe. Hapa ukitoka hapa nitafuta majira saa 10. Kuna mpango fulani tutakuwa tufanye. Wa kifedha au pojo za mitaani? Hamna wa kifedha. Maana mchelewa usanii nyinyi vijana. Kuna mpango wa kifedha. Basi hilo noma. Basi poa. Hakika. Mimi hata niendelee na mambo yangu. Haya poa pamoja. Hakika. Ona maisha yangu. Bro. Hivi. Dada, Kuna kitu kingine unasema? Hapa hii. Hebu nimekuja tena. Sasa subiri kwanza nimhudumie mtu. Hapo brother, tafadhali usinifunge hela hiyo ulinizidishia hii. Mimi nimekuja hapo nimetoa shilingi 5000 nimekocha nusu. Kweli ndugu yangu. Wewe sio mtu mwema sana. Yaani ingekuwa mwingine hapa ashaingia mitini. Nashukuru ndugu yangu. Asante sana brother. Haina shida. Wewe bwana mdogo unasemaje? Kwa kunielewa. Basi haina shida ndugu yangu, nashukuru sana. Basi nipe change yangu nyingine inobakia hiyo. Basi nisubiri kaka zangu, msubiri nimsikilize jamaa huyo alafu tuendelee na nini kugea change yako. Wewe unasema? Kwa nini bwana sikana? Hakika. Fresh. Bro, sijali, haya maisha tu. Haina neno ndugu yangu. Tusameane, unajua. Yaani hapa nilipotoka hiyo pesa sikuiangalia vizuri. Basi hakika. Basi inshallah. Wewe vipi? Shukuru sana. Sasa vijana wengine na sarafu sana. Yaani sikufikiria kama wadogo atarudisha change. Ni kwa kama vijana wa sasa, acha tu.
Ila haina tatizo kwa sababu siku ndio imeshafika vizuri hivi. Hakupika. Rajabu. Hapa tuna Rajabu wengi. Sasa ndio Rajabu. Huyu dogo moja hivi mwembamba hivi. Alafu mweusi kidogo anapenda kunyonyoa pembeni. Kumbe Rajabu yule. Sasa sikia. Wewe nani yake? Maana siku hizi ulimwengu umeharibika kabisa. Sije nikampelekea mtu wa tofauti yani. Kafika kule ndugu yangu anakamatwa afu kaonekana kama nilimchomeshea. Na mimi mshikaji wake. Nimetokea kwa Masasi. Masasi. Kwa hiyo unafahamiana nao mshikaji tu kama mshikaji naye kitabu sema simu yangu nimezima. Sasa sikia. Kuna njia hii hapa hii. Umeona nje? Hiyo njia inaelekea huyo dada hiyo. Umeona? Njia hiyo hapo ukifika nenda mbele utakuta kuna nyumba kushoto, kuna nyumba kulia. Sawa? Kwa mbele yake kidogo hivi kuna nyumba fulani. Ukifika pale, ukiuliza tu Rajabu yani ashangaiki hata kwa mtoto mdogo. Hata ukimkuta mtoto wa hivi yani. Au vipi? Poa bro, nashukuru. Hamna noma. Poa. Tuko pamoja. Lakini sijajua unaitwa nani maana sije tukakutana sehemu tofauti na hapa. Poa, mimi naitwa Saidi. Saidi. Ndio. Baridi mwanangu. Poa. Hamna shida. Baridi tuwasiliana. Karibu mwanangu. Poa. Poa. Unajua nini bro? Yaani akija tu from nowhere akaja akamuulizia mtu sije wakubali hata siku moja. Kumwambia kwamba huyu mshikaji anapatikana sehemu fulani. Wengine wanakuwa wapelelezi wale, alafu mshikaji wetu tunamkamatisha. Anafungwa miaka mingi na kwa sio kitu kizuri. Dada. Naitwa Saidi. Nilikuja hapa kuna kijana anamtafuta, anaitwa Rajabu. Ndio. Muda fulani nilimuona ila sijui bado kamwangalia kwa. Nitakupeleka hadi bwana kauko. Basi nitakuwa vizuri. Ila sifiki kwao. Nitakuwa nakuonyesha tu maeneo hayo hapo. Haina shida. Kwa msingi sana. Njia fulani unapita hapo utakuta nyumba fulani nyeupe hivyo mpaka rangi wapo hapo kwa. Samahani lakini unaitwa nani?
natoka tiki kutafuta limali. Uenda kita shamba hili. Nikapata hata vibarua hata wawili watatu. Maisha yalikuwa magumu. Maisha ni magumu. Mwanga kutafuta pesa. Tunahangaika kuna kule. Ila ni maisha haya. Mambo vipi? Bwana vipi? Salama kwema? Salama. Samahani ndugu yangu. Bila samani. Na mtu mimi nilikuwa namuulizia. Anaitwa Rajabu, lakini nimekutana mbele mmoja pale akawa ananielekeza kwamba nikija mpaka hapo nasemewa kuna nyumba fulani hivi. Lakini kila nikifika hapo bado kama ramani yangu imenipotea. Rajabu. Nimemfahamu. Ndio. Huyo dogo anaishi kweli kwenye kuna sehemu hapo anaishi. Na hii hapa si unajua sehemu yenye pacha. Ila uelekezaji kila mmoja na tofauti wake. Ila hii hapa ni pacha. Labda labda nikuonyeshe tu nyumba au nikikupa maelekezo unaweza kufika mwenyewe. Mimi nitafika tu. Utafika? Basi wewe hapa jiongeze tu. Unavuka nyumba ya kwanza, ya pili. Ndio. Utaiona nyumba nyeupe fulani hivi. Katekana amehama. Kwa hiyo ukifika hapo, sasa unafikiri kama amehama unajua unampataje sasa? Hilo tatizo nao pia. Hajaenda sehemu yoyote, itakuwa yupo hapo hapo. Maana mimi sina muda mrefu, juzi tu hapa nimeonana naye. Unaona? Kwa sababu alikuwa anakaa tu, nilimkutaga kwa mama yake kweli ndondokaga simu kipindi hicho. Ametoka mjini huko sijui mjini. Ndio kunasema amenikuta mimi nimetulia pale naandika mistari yangu, ikamdondoka simu. Kwa hiyo nilipoichukua ile simu nikampelekea. Kwa hiyo nilimkuta kwa wazazi wake, ila kuna siku moja nikaenda pale nikasikia kama amehama, kuna sehemu amehamia. Ila ndo alipohamia ndo huko nako kuelekeza kuna nyumba nyeupe ambaye wewe ukienda sasa hivi unaweza ukamkuta. Wewe nenda tu unamkuta. Kwa kweli yupo. Basi haina shida. Haina shida bro. Utaendelea kuongea, mimi nipo. Samahani. Unaitwa nani? Mimi naitwa Makusudi. Makusudi. Hapo. Fresh. Mji wetu bwana wanahamia wageni wengi sana. Yaani kila kukicha nawapokea watu wa mijini tu. Hawa sijui wanapokea kwa wema, maana mwenyekiti naye sometimes sijui hata kama ripoti anayo. Maana kwa sasa hivi hii kazi hiyo kazi ya mwenyekiti si wengine tuhusu. Kama watakuja kutuibia matapeli itajulikana.
Suchi. Kwanza subiri kwanza. Oya. Oya nimezunguka. Bwana Suchi. Kitambo kweli. Oya. Karibu. Freshi. Yaani nimezunguka huko kote. Oya, kijiji chenu kikubwa kinyama mwanangu. Sema nilikuwa naishi pale kwenye mtaa fulani hivi nikahama. Ndio. Sasa kwanza nimehamia hapa, watu wengi hawajui. Basi nimekutana naye hapo, kuna watu nimekutana naye nimeulizia. Kwa hiyo wakajaribu kunielekeza, kila nikipita hivi bado. Kaka mimi nakaa hapa nikiishiwa naenda hapa, nikiishiwa naenda hivi. Kwa hiyo bado nahangaika. Basi kuna mtoto fulani hivyo nimekutana naye hapo. Umeshaanza. Yupoje? Mtoto mmoja hivi fulani kafupi hivi. Unaona kama kana rangi cheusi hivi. Oya. Mzee kama kijijini kwenu ndo koko hivi. Umemaliza kona. Nene kidogo. Nene fulani hivi kidogo. Unaona hivi. Kama kana nini. Nimeshampata tayari. Yeye anaitwa Hidaya. Umo. Aliniambia. Basi anaishi hapo na ngome ipo Singwe. Ile pale wewe kuchukua. Oya. Lakini usizame moja kwa moja ukaoa. Baba, Muni anaoa? Na kazi yetu inatakiwa uwe bachelor. Muni anaoa? Basi ndio hivyo. Naishi hapa. Ndio. Na hiki ndio chumba ambacho nimepanga. Kule nimeishi ngani nibadilisha location nikaja hapa. Oya kitambo. Ila hiki kijiji kwa ile kazi yetu tunapiga hela. Uhakika yani. Uhakika. Unajua mimi baada ya pale kumwambia sister kwamba sister mimi inabidi nisafiri, kuna issue moja hivi naenda kuipiga kijijini hapo, umeona? Yaani nidanganya hadi bidii ile nidanganye. Umeona kwamba inabidi niende na ni kumandiwa. Umeona? Kaka kijiji wamelala Au vipi? Juzi tu hapo kuna jamaa amezidishiwa change. Yaani ametoa buku, ametaka vocha 500 amerudishiwa 15. Uweze amini kabla hajafika kwake ametinga pale dukani kurudisha ile hela yote amerudisha na kuomba msamaha, usinifunge. Mimi sijaiba, umenizidishia. Mimi naona kwa macho yangu. Unaona. Ila baridi. Ila unajua huko kijijini tofauti na kule kwetu. Ndio. Umeona? Huko mazingira ambayo ulivyosoma hapo inakojikwaje, yani tujue tunaanzaje, yani tunamalizaje. Hapo. Kwa sababu kazi ya utapeli. Natakiwa tutafute njia nyingine kwa sababu uwezi leo katapeli, kesho katapeli tena watu wakakuamini. Ni ngumu. Ila kuna mzee mmoja hivi. Huyo mzee yuko vizuri. Ndio. Tunaweza tukaenda, tukapata kinga. Ni maana tunafanya utapeli leo na kesho tunafanya tena na watu wanatuamini na maisha yanaenda. Unaona? Si unajua mambo ya kijijini. Kwa hilo limekaa good. Kwa hiyo mission ndio kwa hivyo. So kama vipi tufanye hivyo basi. Kwa hiyo tutakuwa unapumzika au kwa sababu ndio na babu, wanaume kazini babu. Basi subiri kwanza, ngoja kwanza niweke mazingira sawa hapa. Kama hivi ngoja nije kabisa nibadilishe nguo. Poa. Na nataka